Leo hii tumetembelea hapa tukiwa na kamati ya uwekezaji. Mkoa wa Dar es Salaam uliunda kamati ya uwekezaji ya mkoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli zote zinazofanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam zinazohusu wawekezaji zinaratibiwa, lakini zinatembelewa, kufuatiliwa, kwa maana ya kuhakikisha kwamba uwekezaji unaofanyika katika mkoa wa Dar es Salaam unakuwa wenye tija kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Kamati ya uwekezaji imeundwa na taasisi mbalimbali ambazo zote ni zile ambazo zinashughulika na kwa namna moja au nyingine na shughuli za uwekezaji. Wawekezaji wanapofika katika nchi yetu lazima watapata kibali cha kuweza kufanya kazi katika nchi yetu. Lazima watafika ofisi zetu za BRELA, watafika ofisi za TISEZA na ofisi zingine. Lakini pia tuna taasisi ambazo zinashirikiana kwa pamoja na taasisi hizi katika kuhakikisha kwamba shughuli zote za uwekezaji zinakwenda vizuri na zinawanufaisha Tanzania. Kwa leo kamati hii imetembelea hapa katika kiwanda hiki cha Saturn. Hiki ni kiwanda ambacho kinashughulika na kuunganisha magari makubwa. Tunayo magari makubwa ya kubeba mizigo ambayo yanahitajika sana katika nchi yetu na sasa hivi yanatumika katika nchi yetu. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alizindua kiwanda hiki ilikuwa mwaka 2024, na tangu hapo kiwanda hiki kimekuwa kikifanya uzalishaji, na kama unavyoona leo tumekutana na uongozi wa kiwanda hiki. Wametupa maelezo yanayoonyesha ni namna gani wanavyokuwa wakipokea vifaa hivi kutoka nchi ya China, lakini kuanzia mwanzo wanaanza kuunganisha tangu hatua ya kwanza mpaka gari linapotoka. Binafsi kwa niaba ya kamati hii tumejionea namna ambavyo kiwanda hiki kilikuwa kimejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli za uunganishaji wa magari haya makubwa kwa ajili ya kubeba mizigo zinafanyika, lakini pia tumeridhishwa na namna ambavyo tumeona vijana wetu wa Kitanzania, wahandisi wetu na mafundi mchundo kwa maana ya technicians ambao wameajiriwa katika kiwanda hiki wakizifanya kazi hizi wao wenyewe na kwa usimamizi mdogo sana kutoka kwa wenzetu wa kutoka China pamoja na general manager. Kwa hiyo kwa niaba ya kamati tunaweza kusema kwamba tumeridhishwa na wametupa mipango yao ya baadaye, kwamba sasa hivi wametoka katika uzalishaji uliokuwa ni magari 6 kwa siku, lakini wamesha kwenda sasa hivi wanaunganisha kati ya magari 16 mpaka 20 kwa siku. Na kwa hiyo hii ni achievement kubwa ambayo kadri siku zinavyokwenda tunaona kabisa jitihada za rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuruhusu uwekezaji kufanyika katika nchi yetu unavyotuletea tija. Na hii inatupa picha kwamba kadri tutakavyoanza, tumeanza katika shughuli ya magari lakini tunaendelea katika sehemu zingine. Imani yetu ni kwamba tunavyoendelea ku-invite uwekezaji utatusaidia kuongeza pato la mwananchi wa kawaida lakini na pato la taifa. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zote anazozifanya katika kuhakikisha kwamba wawekezaji wanapata nafasi, lakini pia tutoe pongezi na shukrani nyingi kwake kwamba kadri anavyozidi kuifungua nchi tunazidi kupata wawekezaji katika nyanja zingine tofauti. Tulikuwa tunaongea na general manager hapa, atuambia tayari ameshakuwa na order za kupata waagizaji wengine wa magari kutoka katika nchi za Oman, ambao ameona ni rahisi sasa hivi kuja kununua magari hapa katika nchi ya Tanzania tofauti na kuagiza katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kwanza tuanze kuitumia fursa hii tulio nayo. Tunayo miradi mingi inayoendeshwa au inayotekelezwa katika maeneo mengine. Tutumie magari haya kwa kuhakikisha kwamba sasa yanapatikana hapa nchini. Yatapunguza muda wa kusafirisha, lakini yataturahisishia pia na upatikanaji wa spare parts ambazo zitakuwepo hapa. Katika utaratibu wake amesema anao utaratibu pia wa kuyafanyia matengenezo katika muda wa kwanza, miezi 3 ya kwanza au kilomita 500 za mwanzo, anafanyia service bure ili uweze kuhakikisha kwamba kitu